naomba urudi sasa. Kichwa cha somo ambacho natamani kusema asubuhi ya leo kwa muda ambao nitasema kinasema nguvu ya uvumilivu kwenye ahadi. Nguvu ya uvumilivu kufikia kwenye ahadi ya Mungu au kuzifikia ahadi za Mungu. Katika maisha ya kawaida ambayo tunaishi hapa duniani, Mungu ukisoma Biblia ameweka ahadi nyingi sana ambazo kama Wakristo na watu ambao tunamtegemea ni lazima tutazipata hizo ahadi tukikaa kwenye kusudi la Mungu vizuri au tukitembea kwenye uvumilivu. Lakini nini maana ya uvumilivu? Kabla sijaendelea sana, nisije nikakaa kwenye eneo moja. Biblia inasema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Lakini anapozungumza maana ya uvumilivu anamaanisha nini? Uvumilivu ni jumla ya mambo yote au ni jumla ya vitu au ni jumla ya subira juu ya mambo ambayo kikawaida ungeyapata kwa wakati lakini haujayapata kwa wakati. Maana yake nini? Una haki ya kupewa vile ambavyo unatakiwa kupewa au vile ambavyo unatakiwa kuwa navyo, lakini haujavipata. Na ili uitwe uvumilivu sasa, ni lazima hapo katikati uwe na haki ya kupewa hivyo vitu ambavyo hujapewa. Sasa umekaa kimya, unasubiri kupewa. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake kama ungelipewa kwa wakati hivyo vitu ambavyo unavisubiri upewe, usingeitwa uvumilivu. Uvumilivu ni lazima kuna vitu ambavyo vimebeba jumla ya vitu ambavyo takiwa kupewa kwa wakati lakini hujapewa. Bwana Yesu asifiwe. Ni jumla ya maneno mawili ni jumla ya maneno mawili. Napozungumzia habari ya uvumilivu ni maneno mawili ya Kiunani, maneno mawili ya Kiunani yenye macrothumni. Wale wana theolojia na wale wanaofuatilia mambo ya maana ya maneno mbalimbali, tunapozungumzia uvumilivu ni jumla ya maneno mawili ambayo ni ya Kiunani yenye neno la kwanza macro ambayo ina maana ya long, alafu thumon ni long temper. Maana yake napozungumzia habari ya thumos ni kitu ambacho kipo mbali, hakijafika kwako, lakini macrothumon ni kitu ambacho kipo, yani ule muda unaosubiri kupata kile kitu ambacho utakuwa kukipewa lakini hujapewa. Sasa ukijumlisha, kuna vitu ambavyo vipo ndani pale, kuna maumivu fulani ambayo yako mle ndani ambayo unatakiwa kuyabeba kabla hujafikia kwenye jambo la kwako. Sasa nizungumzie vitu vichache ambavyo vimebeba uvumilivu ambavyo vinakuonyesha kwamba wewe ni mvumilivu. Ukienda moja kwa moja nimeviweka kama ni gharama za uvumilivu. Gharama za uvumilivu. Huwezi kusema mimi ni mvumilivu kama haujapita kwenye hizo gharama. Ni lazima ugharimie kwanza, alafu unapopita utaenda ukafike kule ambako unatakiwa kufika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 34 mstari wa 17, Zaburi ya 34 mstari wa 17, Biblia inasema mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo. Hajasema mateso ya mwenye haki ni mengi kwa hiyo Bwana atayaondoa. Au hajasema mateso ya mwenye haki ni mengi kwa hiyo huyu mtu atakimbia. Amesema mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo. Anaposema Bwana humponya nayo, alafu anazungumzia mateso ya mwenye haki, sio mateso ya mwenye dhambi. Anazungumzia mateso ya mwenye haki. Maana yake nini? Unapokuwa kwenye utumishi ambao unao, Mungu amekuumba akakupa utembee katika huo, utakufikisha mahali pa Mungu. Lazima kuna mapito ambayo unapopita Biblia inayaita ni mateso, na ndio maana anasema ni mateso ya mwenye haki.
Na ndo mahali pengine anazungumzia kwamba ujapopita katika bonde la uvuli wa mauti, anazungumza kwenye Zaburi ya 23 mstari wa 4, ujapopita katika bonde la uvuli wa mauti hautaogopa mabaya. Maana yake nini? Kumbe hata kama ni mtumishi, ni lazima kuna mabaya au kuna magumu ambayo unaweza ukapita nayo, ambayo sio ya kawaida na ambayo yanaweza kukufanya uonekane wakati mwingine sio mtumishi. Hayo mateso, Biblia nasema mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini ni lazima siku ikifika Bwana atamponya nayo huyo mtu. Ni nini kinachomsababisha apone kwenye yale mateso? Ni ile haki ambayo Mungu akiachilia kwako inakulinda. Na ndio anasema ujapopita katika bonde la uvuli wa mauti hautaogopa mabaya. Kwa nini hautaogopa mabaya? Unapopita kwenye jambo lote lile ambalo linaonyesha dalili ya kufa kwako kiroho au dalili ya kufa kwako kimwili, maana yake hilo jambo kwako ni katika bonde la uvuli wa mauti. Kwa hiyo anaposema hautaogopa mabaya, kwa sababu Bwana yuko pamoja na wewe. Maana yake nini? Kuwepo kwa Mungu mwenyewe anayaondoa na yaweka pembeni. Maana yake mauti inakosa kuwa na nguvu juu ya maisha yako, anaiweka pembeni. Kwa hiyo unapopita, anaposema anamponya nayo hayo mateso, maana yake nini? Inapofika saa unapita kwenye yale mateso ambayo watu wengine wangeshindwa kuvumilia, yeye anayaweka pembeni. Kinachosababisha ni nini? Ni ile haki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Gharama ya kwanza ni muda. Ukisoma Habakuki sura ya 2 mstari wa 3. Habakuki sura ya 2 mstari wa 3. Ukipaona unaruhusiwa kusoma kabisa. Habakuki sura ya 2 mstari wa 3. Ukipaona unaruhusiwa kusoma kabisa, uwe huru, mtumishi wa Mungu. Amen. Kwa maana kwa kila jambo kuna majira yake, na kwa wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Nitarudia. Kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Gharama ya kwanza nimesema ni muda. Anasema maana njozi hii ni kwa wakati ulioamriwa, ijapo kawia ingojee, maana haina budi kuja. Maana haina budi kuja, inafanya haraka kuujiliwa mwisho wake. Sasa anaposema ijapo kawia, anazungumzia kitu gani? Maana yake anazungumzia muda ambao jambo lako ambalo utakiwa kulipata kwa wakati halijafika, ila sasa unatumika muda pale katikati, ni gharama. Wakati huo wenzio ambao wapo kwenye umri wa kwako walitakiwa kuwa wapo kwenye umri wa kwako, ambao kikawaida wanadamu wote wakishafika kwenye huo umri wanapataga jambo fulani, au miaka 21 watu wanaolewa, au miaka 22, miaka 23, au miaka 25. Ikishafika kwa kawaida watu wanaoa, watu wanaolewa, au watu wanakuwa wameshamaliza chuo, alafu wewe ndio upo form 4. Ule muda unaotumia, Biblia inasema kila jambo ni kwa wakati wake. Maana yake unaposubiri kuelekea kwenye muujiza wako, kama hautajitahidi kulipa gharama ya kusubiri, ya kutumia muda ili kulifikiria ile ahadi ambayo Mungu amepanga kwa ajili yako, au ambayo amekwambia, pengine ni picha kabisa, umeshaona kwamba wewe ni profesa, alafu kuna muda unaendelea kupita hapa katikati, bado haujafika kwenye uprofesa na form 6 yako umefeli, au GPA yako inayumba, lakini ukiingia kwenye maombi, Biblia inasema ukiingia kwenye maombi unaonyesha kwamba wewe ni profesa. Sasa huo muda unaotumia katikati, kama hautakubali kutumia huo muda, ni lazima utumie alternative. Sikiliza, uvumilivu
moja kati ya vitu ambavyo vipo ndani ya uvumilivu mpaka unaitwa uvumilivu ni lazima ukubali kulipa gharama ya muda. Kama usipokubali kulipa gharama ya muda, hauitwi uvumilivu kwenye maisha yako. Sikiliza, kitu kimoja ambacho pia unatakiwa kukishika. Unaposema mimi ni mvumilivu, maana yake umekaa katika ile haki bila kutafuta mbadala wa jibu la kwako. Umeendelea kukaa kwenye njia iliyonyoka, pamoja na kwamba umepata mtoto, wewe ni Hana, umeolewa kwa Elikana, lakini kuna muda umeendelea kukaa kanisani, pamoja na kwamba yule Penina mke mwenzio anakuendelea kukusema vibaya, pamoja na kwamba umekuita mwanaume suruali, umeendelea kukaa kwa muda fulani, haujaoa, kuna muda unaendelea kupita tu, lakini unasema hapana, nitasubiri tu mpaka Mungu atakapoachilia nafasi yangu siku itakapofika. Huo ndio tunaoita uvumilivu, na hiyo gharama sio watu wengi sana pia wapo tayari kuilipa. Sio watu wengi wapo tayari kulipa gharama ya muda anaposubiri muujiza wake. Sikiliza nikwambie. Kwa mfano, waliomaliza mwaka juzi, waliomaliza mwaka jana, watu wote wapo mtaani na hawajapata ajira. Kama usipokuwa mwepesi au usipokubali kulipa gharama ya muda, kazi sio kwa mazipo. Bwana Yesu asifiwe. Kazi zipo kabisa. Kazi zipo kabisa. Na pengine Mungu ameshakwambia kwamba wewe una kazi tayari, lakini kwa kweli haijadhihirika bado katika ulimwengu wa mwili kwamba umeshapata kazi. Wakikuita siku moja, kama hauna mbegu ya uvumilivu ndani yako, watakwambia ili uingie kwenye kazi ni lazima utoe rushwa. Alafu utaona kama ni mlango wa kukuingiza kwenye kazi ya milioni 3. Si utasema hii ni bonus, maana wamekwambia ulipe tu rushwa $100,000. Na wengine wameshaingia tayari, wameshaingia kwenye shida kadhaa, hawapo tayari kulipa gharama ya muda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima ukubali kulipa gharama ya muda, maana kila kitu ni kwa wakati wake. Anaposema kwa wakati wake, anamaanisha kwamba sisi wanadamu tunayo ratiba ya kwetu, lakini pia Mungu anayo ratiba ya kwake. Tunachopishana sisi na Mungu wetu ni kwamba sisi tukishaweka ratiba na mahitaji yetu, tunaona kama hayo ndio Mungu anayeyataka. Sikiliza, sisi tunaweza tukapishana na ratiba ya Mungu hata kama tumeokoka. Na mara nyingi sana tunapishana naye. Ndio maana maumivu yamekuwa mengi ndani ya kanisa. Kwa nini? Tunapishana na kile Mungu anachokisema kila wakati. Ukienda mara nyingi sana tunapishana naye. Kila unapoingia, wakati mwingine unakanyaga, unafikiri umekanyaga sahihi, kumbe umekanyaga mahali ambapo sio sahihi. Kwa nini? Umepishana na ratiba ya Mungu. Mungu kama amemuumba mwanadamu akamweka katika sura ya dunia, maana yake huyu mwanadamu Mungu alijua kabisa kwamba mahitaji yake atapata kwa staili gani, saa ngapi. Yeye mwenyewe Mungu. Sasa inapofika saa, wewe unaweka ratiba ya kwako ya kuhitaji mahitaji yako. Kama wanadamu wengine ambao wanaenda, unaona Mungu anachelewa kwa sababu hujapata kwa wakati kile ambacho unatakiwa kupata. Kwa unaona kama Mungu amenichelewesha kwa ajili ya ndoa, bwana wenzangu wameshaolewa, bwana wenzangu sasa wameshaolewa, mimi nataka sasa niingie. Sikiliza, watu wengi wanaishi ndani ya ndoa wakiwa bado hawajaolewa kwa sababu ndani yao wameshindwa kutunza muda, wameshindwa kulipa gharama ya muda kwenye maisha yao. Kwa hiyo muda ambao wanataka kutumia umegeuka kwa fimbo. Gharama ya pili. Gharama ya pili ni maumivu. Ni maumivu. Naomba fungua kitabu cha Mwanzo sura ya 40 mstari wa 8 mpaka wa 15. Lakini pia mwingine atafungua Mithali 13:12. Mithali 13:12. Mithali 13:12. Mithali 13:12. Atatangulia wa Mwanzo 40:8 mpaka 15. Lakini kuna mstari uko pale, mstari wa 14. Naomba usome mstari mmoja wa 14. Mwanzo 40:14. Amen. Mithali 13:12
Mithali 13:12 pia itakusaidia. 13:12 Biblia inasema hivi: kilichotarajiwa kikikawia kuja, moyo huugua, bali haja ya mtu ikipatikana ni mti wa uzima. Maana yake kwa kawaida, kama mwanadamu ambaye Mungu amekuumba duniani, maumivu ni kitu cha kawaida, ni kwa sababu una moyo. Biblia inasema kikikawia, kilichotarajiwa kikikawia kuja, moyo huugua. Anaposema kikikawia kuja, moyo huugua. Kwa nini unaugua? Ninategemea nimenawa mikono ili nile chakula, alafu chakula hakijafika. Kwa hiyo huo muda nao subiri, kuna wakati nasikia ndani maumivu ya kawaida, maumivu ambayo ni makali. Ni kitu cha kawaida kabisa, na mimi nikwambie, kama unasikia ndani kuumia unapokuwa umepata kitu fulani, ni kitu cha kawaida. Biblia imesema kilichotarajiwa kikikawia kuja, moyo huugua. Kitakachokukosesha wewe ni pale ambapo ulichokuwa umekitarajia kikikawia kuja, halafu unatafuta mbadala mwingine ambao ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Huo mbadala unapotafuta ndio sasa unapokusababishia maumivu mara mbili. Maana kama moyo umeugua kwa sababu kitu ulichokitarajia kimechelewa kuja, alafu ukaenda ukatafuta mbadala mwingine ambao ni kinyume na mapenzi ya Mungu, tayari una maumivu ya kukosa ulichotakiwa kipata. Una maumivu kwanza ya kuishi Misri na kubebeshwa matofali magumu, matofali ya moto na kufanyishwa kazi ngumu. Alafu una maumivu njiani ya kuchelewa, ya maumivu ya njaa. Alafu wakati umetolewa Misri na maumivu ya namna hiyo, ndani katikati ya safari, wakati Musa anaenda kumuuliza Mungu habari ya maumivu, habari ya safari, namna atakavyoongoza wana wa Israeli, wakati huo viongozi wanaendelea kumuuliza Mungu namna gani watakavyoliongoza kanisa. Wakati Mungu anakuandalia Isaka, wakati Mungu anakuandalia Rebeka, unaamua huo muda ambao ulikuwa unaendelea kupata shida, unaamua kutafuta mbadala mwingine. Kwa hiyo una maumivu ya kuchelewa kumpata Rebeka, halafu una maumivu pia ya kumkosa Rebeka. Una maumivu ya kubeba matofali ya Misri ya moto, halafu Kanani haujafika. Maana kuondoka Misri haina maana kwamba umeshafika Kanani. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana nakwambia, gharama moja wapo unapokuwa kwenye safari ya utumishi, gharama moja wapo ambayo unatakiwa kulipa, na usipokubali kulipa haufiki Kanani. Hata kama umemwimbia Mungu vizuri na watu watakupigia makofi, hata kama ulikuwa unaomba na unakemea na pepo, hata kama ulikuwa ukiimba vizuri watu wanakuambia umeimba vizuri, kama usipokubali kwamba utapita kwenye baadhi ya maumivu kwenye maisha yako, mbingu hauioni. Hata kama umekaa miaka 30 na 40, kama usipokubali kutembea kwenye maisha ya uaminifu, haufiki kupata mke mwema, haufiki kupata mume mwema. Hata kama umekaa miaka 40, kwa sababu umekaa miaka 40 lakini ulikuwa unaishi ndani ya ndoa kinyume cha utaratibu. Kwa hiyo ukafikiri Mungu atakufanyia. Ni lazima ukubali kufyonza maumivu ambayo unayapata kwenye safari ya maisha yako. Haleluya. Haleluya. Angalia Yusufu amepita kwenye safari ya maisha yake, na Mungu amemwonyesha ndoto yake mapema kabisa. Anamuonyesha namna ambavyo familia yake itamuinamia, namna ambavyo yeye atakuwa mtu mkubwa. Halafu anapitishwa mpaka gerezani. Anapopitishwa gerezani, kule gerezani yeye hakufanya kosa na ana uhakika kabisa. Ukisoma ile mistari pale juu kabla ya 14, anawaambia ni kweli mimi mwenzenu hapa nimekaa tu, ila sikufanya kosa lolote lile. Mtakapoenda huko basi mnikumbuke na mimi. Ile yalikuwa na maumivu alikuwa anayapata ndani. Unapotembea kuna wakati unapata maumivu. Sasa inategemea unakaaje kwa yale maumivu. Yusufu alikaa kimya. Alipokaa kimya bila kufanya dhambi, angalia alikwenda kufika baadaye. Familia yake, ukisoma mstari wa mwisho 40 kwenye ile mlango wa mwisho kabisa, familia yake inainama chini kama ambavyo aliota mwanzoni. Sasa nimekwambia hivi, kutoka Kanani haina maana kwamba, kutoka Misri haina maana kwamba umeshafika Kanani.
Kama usipoamua kuishi kama Musa, utaishia tu kusafiri kwenye safari yako, lakini hautafika mwishoni. Utaishia kupata maumivu. Na ndio maana watu wengi sana pia wanaendelea kupata maumivu, anaendelea kupata maumivu, muda wake umeenda, maumivu kadhaa ameyapata, na vitu kadhaa, kama ni fedha amejaribu na zenyewe zimeenda, na muda wake umeenda, na maumivu kadhaa amepata, na kushindwa ameshindwa, na mbinguni hajafika. Ni shida tu. Kwa nini hajakubali kubeba maumivu katika kiwango cha Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Naomba nao nielewa, nipungie mkono namna hii. Namshukuru Mungu kwa sababu ananielewa. Nisiende sana hapo. Nikwambie pointi ya tatu. Pointi ya tatu, zipo pointi 8 lakini nitataja 3. Pointi ya 3 ni aibu. Aibu. Ukisoma kwenye ile 39, Mwanzo 39 7-12, kuna mstari mmoja unazungumzia, kuna mistari kadhaa pale unazungumzia namna ambavyo mke wa mfalme alipotaka kumbaka Yusufu wakati Yusufu amewekwa kwa mfalme. Sasa Biblia inasema Yusufu, wakati yule mama ameingia kule chumbani anataka kulala naye, Yusufu akamwachia kanzu yake. Alipomwachia kanzu yake akatoka nje. Sasa kama vazi lililokuwa limemfunika mwili wake ilikuwa ni ile kanzu, unaweza ukajiuliza Yusufu alitoka na nini? Kuna wakati mwingine unaweza ukapita kwenye maeneo ambayo ni magumu kiasi ambacho mpaka unashangaa, watu wote wakakushangaa. Kwa nini huyu? Mbona anatembea uchi namna hii? Mbona tunamuona uchi? Mbona tunamuona Forest kila wakati? Hasomi hata kusoma. Wakati mwingine unaweza ukapata GPA ya chini kuliko watu wote. Hiyo ya 1.8 wewe ndo unashangaa, na ni mtumishi na unayo ya 1.8. Alafu ukitaka kutoka tu Mungu kwamba Mungu mbona umeniacha, anakuambia no, wewe ni mwanangu, tukaa hapa. Kaa hapa. Na aibu moja wapo pia nyingine ni aibu. Watu wengine kwenye Biblia wamekosa au wamechelewa kupata watoto. Ameolewa miaka 6, lakini kwenye familia ile tangu mwaka wa kwanza wanaendelea kumpigia kelele. Hivi wewe kaka, huyu mwanamke sumwache tu huyu mwanamke, mbona hana mtoto? Atuletei mtoto humu ndani. Aibu ndani yako inakukamata aibu mtaani, inakamata aibu mtaani. Watu wanakuona kama umechanganyikiwa hivi, lakini wakati huo wao umeendelea kukaa kanisani, nasema pamoja na aibu yangu lakini sitamwacha Yesu. Hiyo ni indicator ya uvumilivu ndani. Wakati nipo advance, nimekaa wakati kwanza naingia tu advance, nimepita O-level, nimetoka shule nyingine nimeenda shule nyingine. Moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinanipata, nilikuwa na uniform moja kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Alafu ni uniform moja inayojulikana kwamba hii alivaa na jana hii. Hiyo uniform ambayo unaweza kuvaa watu wakasema hii tofauti na ya jana. Napata aibu. Alafu kila siku wewe ndio kiongozi wa maombi, ukifika pale unapiga fire, watu wanapona, watu wanasikia amani. Ukifika muda wa mitihani wewe ndio unaombea watu, mapepo yanatoka. Lakini kwa kweli ukienda kwenye uji pale sukari hamna. Bwana Yesu asifiwe. Aibu. Na hiyo ni indicator ya uvumilivu. Sasa unapopata hiyo aibu ya kuvuliwa mpaka nguo, ya kuambiwa maneno mabaya na magumu, halafu umeendelea kukaa kwa Yesu na kusema sitatoka hapa, ni dalili kwamba ndani yako umekomaa, una uvumilivu. Kwa hiyo huo uvumilivu ndio unaokupeleka kwenye ahadi ambayo Mungu wakati anakuumba alizitengeneza, akazipackage. Ukivumilia mpaka mwisho ndipo ambapo unafikia kwenye ile ahadi. Lakini kwenye hiyo aibu ni njia yako ya kufikia kwenye ile ahadi ambayo Mungu alikupa. Tafsiri yake ni nini? Uvumilivu huo na hiyo aibu yako na hayo maumivu yako
na huu muda unaotumia ni njia ya kukufikisha Kanaani yako. Bwana Yesu asifiwe. Isikae sana hapo pia, lakini lazima ukubali kubeba aibu. Tungekuwa na muda mrefu wa kukaa hapa, ningekaa hapo pengine hata risali zima, lakini naomba nisikae hapo. Nizungumze tu kidogo faida mojawapo ya uvumilivu. Faida mojawapo ya uvumilivu. Faida mojawapo ya uvumilivu inakuletea amani moyoni katika maisha yetu. Ukisoma kitabu cha Danieli 3:14 mpaka 18, kuna maneno ambayo mfalme alijibizana na akina Meshaki, Shadraka na Abednego kwa habari ya kuabudu sanamu ya mfalme. Wanapoambiwa waanguke chini kusujudia sanamu ya mfalme, wale vijana walikataa kuanguka chini na kusujudia sanamu ya mfalme. Lakini mfalme akarudi akawaambia, ninyi vijana, ni kwa makusudi mmeamua kukataa kusujudia sanamu yangu au ni kwa bahati mbaya? Kabla hawajajibu akawaambia, kama ni kwa bahati mbaya, basi naenda tena, mtakaposikia filimbi na zeze vikipigwa, mtaanguka chini na kusujudia. Wakamjibu maneno ya jeuri pale, maneno ya jeuri kwa kweli, ambayo hata ungeambiwa wewe lazima ungechukua hatua fulani. Wanawaambia mfalme, sisi hatuna haja na kukujibu kwa habari ya maneno yako, na kwamba Mungu wetu atatujibu tusipoabudu sanamu yako. Haina haja tukwambie, lakini asipojibu au atajibu, hatutaabudu sanamu ya kwako wala hatutaanguka chini kusujudia. Unafikiri nini kilichokuwa kinawapa jeuri pale? Ndani yao walikuwa wanajua, wana picha ya Mungu ambaye yuko mbele yao katikati ya safari ya maisha yao. Kwa hiyo ile picha ambayo walikuwa wanaiona ya Mungu jinsi alivyo mkuu, kwamba sanamu ya mfalme watu wote wamesujudia, hakikuwapa shida, ila waliona hata kama atajibu mfalme, sanamu ya mfalme itajibu au haitajibu tu, kwa sababu sio Mungu aliye hai, hatutaanguka chini kusujudia. Kwamba itawasaidia watu wengine au haitawasaidia, hatutaanguka chini kusujudia. Tunachokijua, tunaye Mungu peke yake ambaye yeye anajibu kwa namna tofauti tofauti, kwamba atatuokoa tukiabudu sanamu ya tusipoanguka chini kusujudia, au hata tuokoa hatutoki kwake, tutakaa kwake hivyo hivyo. Nini kinambana pale? Kuna ndani yao chembe ya uvumilivu. Unajua hata kitu kusababisha Ibrahim akarithi ahadi ni pamoja na uvumilivu, pamoja na kwamba alikuwa na imani, lakini imani peke yake bila kuwa na uvumilivu haikuwasaidia. Maana yake nini? Uvumilivu ulikuwa unamjengea kuelekea kwenye ile picha ambayo alikuwa anaiona huko mbele. Uvumilivu ulikuwa unamjengea kuendelea kwenye ile picha aliyokuwa anaiona. Kwa hiyo ndani yao wanajibu chochote kile, maadamu tu sio cha Mungu. Walikuwa naona kwao ni upuuzi, wana amani kabisa kwamba utatukamata mtupeleke kwenye tanuru ya moto, haina shida, tunakubali kwenda, kwa sababu tunaye Mungu ambaye kwamba ni Mungu aliye hai. Kwa hiyo kwamba atajibu au hatajibu hatuna haja, ila ninachokijua, ninayemwabudu ni Mungu aliye hai. Unajua wakati mwingine watu wengi sana hatupo tayari kupata hizi raha. Lakini mimi nikwambie, kila wakati unang'ang'ania kwamba nataka majibu. Kama nijibu mimi sitaki, si shukuru. Hata madhabahuni kuna watu wameweka ahadi, nisipopata A au nisipopata B au nisipopata C au